Wakati nilipokuwa ninatafuta neno kisima, nikapata ni mahali pa kuburudika. Na sababu wakati mahali kuna maji ni kitu ya muhimu sana kwa maisha yetu, ambayo maji, wakati kuna jua, unapokunywa maji unasikia moyo wako umetulia, na kile moyo wako ulikuwa unahitaji kimetulia, kimeisha, kiu imeisha, ile haja imeisha ambayo ilikuwa inahitajika kwa moyo wako. Ambapo ukisaona kisima ndio kinatoa maji, na kama hakuna kisima hakuna maji. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikiangalia katika Biblia nikaona kisima wakati kisima ilikuwa imefunikwa, kuna mambo ilikuwa imezuiliwa, sababu hawa watu walikuwa na shida ya maji na hawangepata maji sababu kisima imefunikwa. Hawa watu hawangetuliza mioyo yao sababu kumefunikwa kitu ya maana, ya dhamana kwa maisha ya wanadamu. Na Isaka alipokuwa na huo ufahamu, akapata kuelewa ya kwamba kuna mambo ya muhimu hawa watu wanahitaji. Hawa watu wanahitaji maji sababu kuna kiu ndani yao. Hawa watu wanahitaji mahali pa kuburudika, na hakaamua kuvichimbua tena. Asubuhi ya leo tunajifundisha katika ile mambo maisha yetu imekwama. Kuna mambo tulikuwa nayo na adui akafunika. Ndio asubuhi ya leo tunajifundisha vile tutaweza kuichimbua tena. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo tofauti, visima katika maisha yetu. Nilikuwa najifundisha ya kwamba kuna visima ndani yetu, inawezekana zilifunikwa na maadui. Asubuhi ya leo ndio nataka tujifundishe mambo mawili ama matatu ambao itatusaidia. Kisima ya kwanza, nyenyekea. Katika hii maisha, wakati tuliokoka, kuna zile tabia zilikuwa tunafanya, na kuna ile mienendo tulikuwa nayo, lakini tukafika mahali adui akaangalia, akaona hii kitu hii itafanya hawa watu wasonge mbele, na hakaifunikia. Na ikafika mahali katika maisha yako unafanya maisha kawaida, hauoni hii haifai na uoni hii ndio inafaa, wewe uko tu hapo. Asubuhi ya leo ndio Mungu anatufundisha kuna kile kunyenyekea ambao adui alichukua akaifunikia, na ukaanza kuteseka sababu hata ukiongeleshwa, hata wale wako kwa ndoa, mtu akiongeleshwa anajibu vile anataka. Ni kisima ya kunyenyekea ilifunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Sababu kuna mambo nilikuwa najifundisha mahali nikisikiliza wanandoa wakipewa habari, nikaona kuna kunyenyekea. Sababu kuna kichwa na kuna shingo, lakini ikifika hapo unapata sisi wote tumekuwa vichwa, sababu hakuna kunyenyekea. Kuna kitu adui alifunika tusije tukaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na ile ibada Mungu anahitaji sisi kama Wakristo ni ibada ya kunyenyekea, moyo unaombodeka ambao Mungu ataudharau. Hata imefika mahali huyo moyo shetani akafunika, watu wakaacha hata kunyenyekea mbele za Mungu, watu wakaanza kufanya vile wanataka. Asubuhi ya leo Mungu anazungumza nasi kanisa, tuchimbue kisima ya kunyenyekea, kisima ya moyo wa kumbondeka ambao ndio Mungu anahitaji. Sadaka ambayo unaweza pea Mungu asubuhi ya leo ni moyo uliovunjika. Sadaka za kuchoma, sadaka zingine, lakini ile inayopendeza Mungu unapata ni moyo unaombodeka. Daudi akiwa na yale mambo alikuwa anafanya, Daudi akiwa na tabia mbaya, kuna kitu Mungu aliona ndani yake. Akiwa mbinguni akatasema, nimeona moyo unaofanana na moyo wangu ambao ni wa Daudi mwana wa Jese. Sababu Daudi alijua siri ni kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, siku ya leo kama tutakuwa na moyo wa kunyenyekea, Mungu hatatuacha. Mungu anasema kwenye kitabu ya Zaburi ya kwamba moyo unaombodeka sitaudharau. Haleluya. Moyo unaombodeka ni moyo ambao unaonipendeza. Moyo unaombodeka ndio sadaka ile ya kweli inahitaji kutoka kwa watu wangu. Haleluya. Asubuhi ya leo kanisa, Mungu atusaidie turudi katika njia za kwanza, njia za kumpendeza Mungu, njia za moyo ambao ni Mungu anaohitaji, ambao ni moyo ambao unaofurahisha Mungu, ambao ni moyo wa kubondeka. Haijalishi wafilisti wamefunika hiyo kisima, asubuhi ya leo tunaichimbua tena na tunaanza kuishi katika ile hali Mungu anatamani asubuhi ya leo. Number 2, seeking God above everything. Kumtafuta Mungu
kisima ambayo ni ya kumtafuta Mungu kuliko vitu vyote. Biblia inasema kwenye kitabu ya Matthew 6:33, tutafuteni Mungu kwanza na hayo mengine tutaongezewa. Siku ya leo kanisa, tunatafuta Mungu wa kwanza ama ni mambo yetu? Kabla mambo mengine iwache nyuma, moyo wako na matarajio ya moyo wako iwe inamwangalia Jehova. Tafuta ufalme wa Mungu, wachana na material things ambao ziko na expiry date. Hizi pesa zitaisha, mahali itaisha. Asubuhi nimesikia watu wengine wakiongeleshana wakisema, mimi hata siogopi, sababu nikikufa nikienda sitaenda na kitu, nitaenda na moyo wangu tu vile Jehova anataka niwe. Na ikanikumbusha ya kwamba tutafute ufalme wa Mungu, sababu haya mambo mengine tutaongezewa. Na wakati utaongezewa na waache kumtafuta Mungu, sisi taondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo Mungu anatuhimiza tumtafute kwanza. Haijalishi hali iko hivyo, tamani moyo wako kutafuta ufalme wa mbingu. Tamani moyo wako kukaa na Jehova. Tamani moyo wako kushirikiana na Mungu. Tamani kutembea na Mungu katika maisha yako kabla ya vitu vingine zikuje. Pesa zitakuja, mali itaongezewa. Bwana Yesu asifiwe. Solomoni akaulizwa, unahitaji nini? Akasema anahitaji hekima. Mungu akamuongezea hizo zingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna watu waliacha kutafuta Mungu na vitu zikaondolewa. Amani ikaondolewa ndani yao. Si walikuwa wameongezewa na Jehova? Akaondoa. Tafadhali wapendwa, asubuhi ya leo tuwe watu wa kutafuta Jehova kuliko vitu vyote za dunia. Hata kama hauna, wewe wacha Mungu ataleta, sababu yeye ni mwaminifu. Akiahidi kutenda, atatenda. Ukimtafuta naye hata kuaibisha. Number 3, unity. Kisima ya umoja. Psalms 133 verse 1. Tazama jinsi ilivyo pema na kupendeza ndugu wakae pamoja na umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo devuni, devu za Harun yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Yani kitu ya maana ni watu kukua na umoja, udugu, yani ni kuzaliwa pamoja. Unapata katika hii maisha kuna watu wamezaliwa katika familia moja na mama mmoja na baba mmoja, lakini hawaongeleshani. Udugu imeisha, ile umoja iliisha. Hiyo ni kitu shetani ya kuzuia watu wasishikane. Sahi watu wakishikana mikono, wapange kufanya kitu watafanya. Lakini sababu adui anajua vizuri, hawa watu wakishikana mikono watanishinda. Analeta utegano hata kanisani. Unapata watu wanakasirikiana na hujui ni kwa nini. Sababu adui anajua kitu kimoja. Hawa watu wanaposhikana mikono na waabudu wakiwa serious, mimi sitapata nafasi. Asubuhi ya leo tuwe na umoja. Haijalishi ni nini ilikufanyikia, umoja ni ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana naona kanisa inaisha sababu ya watu kukosa umoja. Watu kwa sababu ya kukosa udugu. Ulikosewa ka kitu kadogo tu. Unajua sometimes nasemanga kitu haina maana, nikaambiwa hiyo ni kitu iko na maana sana. Hiyo unaona ulikosewa haina maana. Kitu kidogo. Si umwambie umenikosea. Na si tunarekebisha, tukae pamoja na umoja. Na hii HKM itaenda mbali. Hii HKM itakuwa mbali sana wakati tunapokuwa na umoja, wakati tutakuwa na upendo. Tusikubali shetani afunike kisima ya amani. Kisima ya umoja isifunikwe. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes unapata niko na weakness na wewe uko na weakness, si tuelewane. Bwana Yesu asifiwe. Mahali kuna upendo unafunika. Unaifunika, wacha kuitoa wazi. Bwana Yesu asifiwe. Shida ile tuko nayo ni kutoa wazi. Na mtu ni weakness tu inamsumbua. Si tuifunike na tuishi na umoja na amani. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hii inampendeza Mungu, ambayo inapata tukishikana pamoja tunaenda mbali. Watu wakaamua kujenga mjengo wafikie Mungu. Mungu mwenyewe akiwa mbinguni akaangalia hao watu vile wako na umoja watakuja.
na wakapea lugha tofauti, wakakosa kuelewana, mjengo ikasimama. Bwana Yesu asifiwe. Si tushikane mikono HKM, hata wale wako pale nje watatamani. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale wako huko mbali watatamani kile wameona umoja ulio mahali. Sababu Biblia inasema ni ya maana sana watu kukua pamoja. Na umoja ni kama ile mafuta ilimwagiliwa kutoka kwa kichwa ikateremkia kwa ndevu za Aaron mpaka ikafika chini. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo kanisa, tusikubali kisima yetu ifunikwe ya umoja. Kisima yetu ifunikwe ya amani, ndio tuweze kuenda mbali. Number 4, fellowship. Kisima ya ushirika. Sisi tunakuwa kwa sababu ya kukua kwa ushirika. Kuna vile unaweza kukaa mbali na watu wengine, unakuwa na characters zako ambazo hazikusaidii. Ushirika inatusaidia kugrow. Ushirika inatusaidia kujua mambo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati madugu wako pamoja, ukiangalia kwenye kitabu ya Matendo ya Mitume, unapata wanafunzi walikuwa wanakaa pamoja, kila chote walikuwa wanapata, wanashare mpaka na wengine. Wanashare hata chakula. Ukiangalia walikuwa wanakula pamoja na wakiwa na kila chochote. Hakuna mtu alikuwa anajipenda. Watu wakikosa ushirika ndio napata kila mtu anaishi anajipenda. Hii ni ya yule, hii ni yangu. Kila kitu ni wewe, ni wewe, ni wewe. Kanisa tuwe na ushirika. Na kuna ushirika wa maana uko hapa kila siku ya Wednesday. Hatuonekani. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuja hapa Sunday to Sunday. Wednesday si tukuje, una recharge. Ukifika Sunday uko na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ukule nje kuna moto. Ile moto unatoka hapo Monday. Ikivuka Wednesday unasikianga kweli. Lakini ukikuja hapa ukirecharge, ukifika Sunday utakuwa bado uko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tusiache ushirika. Tusiache kukua pamoja. Mahali watu wako pamoja kuna upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na tulisema upendo hapa ni lazima. Upendo hapa ni lazima. Si choice. Si napenda huyu ni lazima. Si tuko pamoja na Mungu ni upendo. Na kama upwezi ukapenda yule ndugu yako unayeona na macho, ule Mungu haujawahi ona uwezi mpenda. Tusiache ushirika. Itatusaidia kuondoa karakta zingine zenye za kibingu. Sababu wakati tunaputana pamoja, tuongee kuhusu Mungu, tuongee kuhusu falme, utasaidika na kuna mahali utatoka. Number 5, worship. Ibada. Kisima ya ibada. Kumwabudu Mungu, unaweza fanya ibada kwa njia nyingi sana. Unajitoa. Ibrania anambia tutoe mili yetu ikuwe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza abudu Mungu na kinywa chako, umwabudu na mwili wako, umwabudu na mali yako. Na ongembea ibada ya kuabudu Mungu na vyote ambayo amekupea. Kuna kisima imefunikwa. Na ndio inasumbua watu wengi sana kuondoka makanisa, sababu ya kumtumikia Mungu na kile amekupea. Unapata hiyo ikifika, mtu anasema kanisa inatolewa sana. Kila siku ni kutoa. Wakati utaelewa ni ibada unafanya, hautasikia inakusumbua. Asubuhi ya leo Mungu anatuhimiza tukumbuke kuna kisima imefunikwa, ambayo ni kumwabudu Mungu na mali yetu. Ni kumwabudu na Mungu na kile amekupea. Tuache kuwa kama watoto wadogo. Unajua mtoto ukimpea saa hii kitu ya kukula, ukimwambia nipe, na ni wewe tu unampea, anaweka kwa mgongo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatupea, na badala ya kumpea tunaweka kwa mgongo. Na hajaitisha mingi, 10% na ya upendo unaweka kwa mgongo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huangalia watu wale wako kule kwa mahoteli wakiuza chai. Unapata hiyo bilika ni wewe umeiweka chai, lakini haiwezi toa unless uinamishe hivi. Unless uipembeleze bilika uniambie niwekee chai, haiwezi toa. Tunataka tufike hapo, tulie ndio Mungu atupee.
tumbembeleze mpaka atupee. Situwe na moyo wa kupeana. Tufanye ibada yetu bila kuangalia itakuwa aje, sababu ni yeye amekupea na ni yeye mwenye zote. Abudu Mungu na kile amekupea. Ibada, fanyia Mungu ibada na moyo wako wote na mali yako yote, sababu yeye ndiye mwenye wewe na ndiye mwenye kukupea. Mungu afikiri kama sisi. Ingekuwa mwanadamu ndiye anapeana, alafu aitishe na umunyime, nakwambia kesho hata kupea, sababu Mungu wetu ni mwaminifu na sisi ni wana wake. Tukue na ibada ambayo inatoka kwa mioyo yetu, ambayo ni ibada ya kumpendeza. Haleluya. Tusikubali kisima ya ibada ifunikwe. Tusikubali kisima ambayo inaweza ikatusaidia kesho yetu, ambayo ni kisima ambayo inafungua malango ya mbinguni, inafungua dirisha za mbinguni, adui aifunikie. Fanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana wabariki sana.